Wizara ya Afya nchini Tanzania imetoa rai kwa wananchi wote kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, pamoja na kuvaa barakoa pale inapohitajika, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vipukusi mara kwa mara, na kudumisha usafi wa mwili binafsi na wa mazingira yanayowazunguka. Rai hiyo imetolewa leo Mei 20 mwaka huu na mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe kupitia taarifa yake kwa vyombo vya habari baada ya ongezeko la tetesi zinazohusiana na magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa katika jamii, hususan mkoa wa Dar es Salaam kati ya mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu. Kupitia taarifa hiyo, Dr. Magembe amesema kuwa vipimo vya maabara vimebaini kuongezeka na kupungua kwa virusi vya influenza, hali ambayo imekuwa ikionekana pia katika miaka iliyopita na ndio maana hujulikana kama seasonal influenza. Vipimo hivyo vimeonyesha kuwa hakuna kirusi kipya kinachoweza kusambaa kwa haraka na kusababisha mlipuko wa aina ya pandemiki. Aidha, kuhusu ugonjwa wa uviko 19 ambao ulitangazwa kwa mara ya kwanza hapa nchini mwezi Machi 2020, umeendelea kuwepo kwa kiwango cha chini kama yalivyo magonjwa mengine ya mfumo wa njia ya hewa. Tangu Februari hadi Aprili 2025, ufuatiliaji wa virusi hivi umeonyesha ongezeko la visa vya uviko 19 kutoka 1.4% wagonjwa wawili kati ya watu 139 waliopimwa mwezi Februari hadi 16.3% wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi Machi, na kisha 16.8% wagonjwa 31 kati ya watu 185 waliopimwa mwezi Aprili 2025. Hali ya kuongezeka na kupungua kwa ugonjwa huo imekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huo mwaka 2020. Kwa kipindi hiki, ongezeko hili linaonekana zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku.